vizuri sana. This conference is very good. Binafsi nimeguswa sana na mafundisho haya. I'm personally touched by the teachings. Ninamuomba Mungu nisiache hapa Mwanza. I pray that I will not leave these teachings in Mwanza. Kwamba nitayaishi yale ambayo Roho amenigusa kibinafsi. But I will live according to what the Holy Spirit has touched me personally. Kwa kweli narudia kuwashukuru sana wageni wetu kutoka Marekani. I repeat to appreciate our visitors from America. Mungu amewatumia. God has greatly used you. God bless you so much. Mungu awabariki sana. Namshukuru pia coordinator wetu, I thank also for God for our coordinator, ambaye ni mume wangu. who is also my husband. He is my boss. Unakumbuka nilikuambia wakati na kusalimia, You remember what I told you when I was greeting you? kwamba tulipokuwa tunakaribia kuoana, That when we were about to get married, yeye aliniambia yeye ana wito. he told me that he has a calling. Wakati ule mimi sikuwa naelewa wito. By that time I didn't know what is the meaning of calling. Kusema kweli, kwa kuwa ninyi mmeitwa na mnajua vizuri maisha ya muamini asiye na wito, mimi nilikuwa muamini ambaye sikuwa na huu wito wa kitumishi wakati ananioa. Just as you know how much it is, comparing between you who know the calling and the church member who doesn't understand about the calling, I was in that position of a church member. Nilikuwa mwalimu tu wa sekondari. I was a secondary school teacher. Na nilikuwa nina matumaini sana ninaolewa na kijana aliyemaliza chuo kikuu, kwa hiyo tutapeta tu. Married by the young man who is from university, and I will be good. All right. Natamani asinitafsirie, maana nina muda mchache tu wa kumalizia. Sawa. Ili nikimbizane na hizi dakika nilizopewa. Na nilipoishi pamoja naye, na Mungu alimtuma katika kazi ya kufundisha wachungaji kwenye vyuo vya Biblia, nilipata neema ya kuwa karibu na watu walioitwa. Wale wachungaji waliokuwa wanakuja chuo cha Biblia wanatoa shuhuda zao jinsi Mungu alivyowaita. Wanazungumza sana habari za wito. Na wahenga walisema ukikaa karibu sana na waridi unanukia. Basi waridi hili likasababisha na mimi nielewe wito, nianze kusema wanaitwaga hivi nini, na nianze kuelewa himizo la Mungu katika maisha yangu. Na baadaye kusema kweli nilipokea wito. Na japokuwa nilikuwa mwalimu wa sekondari, nakumbuka wakati nina umri wa miaka 37 nilianza kuelewa Bwana ananitaka kuondoka kazini. Okay. Na nilipofika miaka 39 nilikubali kuacha kazi ya ualimu wa sekondari ili nimtumikie Bwana Yesu full time. Amen. Sikujua sana Bwana ana nini mbele yangu. Kama unavyojua Mungu hamwambii mtu kila kitu anapomwita, lakini baadaye Bwana Yesu alinipa neema ya kuwa kiongozi wa wanawake kitaifa kwenye kanisa letu, na baadaye sana nikateuliwa kuwa mwenyekiti mwanzilishi wa huduma za wanawake katika shirikisho la makanisa ya Assemblies of God Africa, nafasi ambayo kwa neema ya Mungu bado ninaitendea kazi. Amen. Tunapomaliza kongamano letu, Bwana ameweka moyoni mwangu niongee na wewe kuhusu kumaliza vizuri. Kumaliza vizuri. Mimi na mume wangu tulianza huduma katika ujana wetu. Tulikuwa bado vijana. Unaweza ukaniangalia na usiamini nilikuwa kijana, lakini nilikuwa kijana. Na tumemtumikia Bwana mpaka sasa, sisi ni watu wazima. Bado miaka kidogo tu
tutastahili kabisa kuitwa wazee. Hii inasema miaka inakwenda jamani, siku zinasogea ndugu zangu. Kuna wakati tutatakiwa kuwa tunamaliza. Tumetiwa moyo sana hapa habari za uwakili katika utumishi Bwana aliotupa, uwakili katika makanisa yetu, uwakili kwa zile rasilimali Mungu alizoziachilia kwenye mikono yetu. Na jambo la hapa mwisho limekuwa rasilimali watu, yaani watu ambao Bwana ametupa, tuwekeze ndani yao, tuhakikishe wanatokea, tuhakikishe tunawainua, hata ikibidi wainuke kuliko sisi, tunawekeza kwao. Na Bwana amesema nami sana kuhusu hili. Lakini ukumbuke kitu kingine Bwana alichokupa ni maisha yako wewe mwenyewe. Bwana amekufanya kuwa wakili wa maisha yako mwenyewe. Neno la Mungu katika Wakorinto wa kwanza 6, nafikiri mstari wa 9 unasema, ninyi si mali yenu wenyewe, mlinunuliwa kwa thamani. Kwa hiyo tunapomalizia ni kukazie umuhimu wa kuwa mwaminifu katika kuwa wakili wa maisha yako mwenyewe kama mtumishi wa Mungu, na umalize vizuri. Na andiko ambalo ninatamani tulisome linatoka Mhubiri sura ya 7 na mstari wa 8. Unasema, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Jamani, kila mmoja anaujua mwanzo wake, jinsi Bwana alivyokuita uwe wake. Mwanzo wa kuokoka kwako unaujua vizuri sana. Huo ni wito wa watu wote katika Kristo. Lakini kila mtu pia anaujua mwanzo wake wa huduma, mwanzo wa kuitwa kwako kama mtumishi wa Mungu unaujua vizuri sana. Hata ukitakiwa mtu umpe ushuhuda wa ulivyoanza kuokoka, utamwambia mtu umpe ushuhuda wa ulivyoitwa. Kama mimi nimetoa hapa ka ushuhuda kadogo kwamba waridi limesababisha na mimi ninukie, na wewe unayo hadithi yako ya jinsi Bwana alivyokufanya uanze huduma. Na tumefundishwa hapa kuhusu humble beginnings, kwamba mwanzo mwingine, mwanzo mdogo, mwanzo wa unyenyekevu, mwanzo ambao tumeambiwa usiuangalie sana, maana Mungu huanza na mianzo ya namna hiyo na baadaye kikatokea kitu kikubwa. Lakini Bwana anataka tuangalie mwisho. Neno la Mungu hili katika Mhubiri linatuambia mwisho ni baraka zaidi, si ndio? Heri mwisho ni baraka zaidi kuliko mwanzo. Haijalishi mwanzo wako, zingatia mwisho. Mungu atusaidie sana. Ngoja niangalie nilichopewa kukiandika ili nisitapakae sana, nitumie muda wangu vizuri. Kusema kweli, ninao mfano wa mtumishi wa Mungu aliyetoa ushuhuda wa mwisho wake. Wengi tunaujua, lakini kwa kuwa neno limevuviwa na lina nguvu, tulisome Timotheo wa pili 4:6. Biblia inasema hivi, kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Bwana atusaidie. Mtume Paulo alitoa ushuhuda wa kumaliza mwendo akiwa amevipiga vizuri vita vya imani. Jamani, mimi ni mwanadamu kama wewe,
Japokuwa maandiko yamesema tumewekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, lakini kwa asili sisi binadamu hatupendi kufa. Na mimi ninasimama hapa, ninampenda sana Bwana, napenda kwenda mbinguni kukaa na Bwana, lakini kitu cha ajabu, sipendi kufa. Kitu cha ajabu sana. Lakini nina ushuhuda ya kwamba hata watakatifu huaga wanakufa. Na wakaribu zamani nilikuwa napata misiba ya watu ninaowajua kwa mbali. Yaani labda mtu fulani, labda wanasema walisoma naye, lakini siku za karibuni napata habari za misiba ya watu ambao hawako mbali. Wengine nilisoma nao mimi, wengine watu wa karibu sana na mimi, na imeniambia wewe mama Mungu, kumaliza safari ni kitu halisi kabisa. Tunajua pia Yesu anaweza kuja mawinguni. Mtume Paulo akasema sisi tulio hai hatutawatangulia hao waliolala mauti. Mimi naipenda zaidi. Wangapi wanapenda hii? Sisi tulio hai. Pokea neema ya kuishi sana. Pokea neema ya kutimiza umri wa Biblia. Hata kama tungeishi miaka 100, muda wetu wa kukaa hapa si mrefu sana. Na katika umri huu nimewaona watu wazima wa miaka 80, nikamuelewa Daudi aliposema umri wa mtu mwenye nguvu ni miaka 70, akivuta 80. Ukimkuta mtu ana miaka 90, wapo mpaka 100, si kweli? Lakini ukimkuta mtu mwenye miaka 90, wewe unamuonaje? Amechoka. Mimi bibi yangu mzaa mama nafikiri ameishi zaidi ya 100. Na nimemuona, yani nimeenda nyumbani kwa bibi yangu, ana miaka zaidi ya 100. Alafu unamwangalia, alafu unasema she's not even happy. Hata wakimchinjia kuku, wakimpa paja, anasema hapana, ili paja wapeni wajukuu zangu, watalifurahia. Anasema mimi hata ladha ya chakula imepotea. Kwa hiyo alikuwa hataki kupewa kile chakula ambacho ni treasured. Anaona wapewe vijana, watafurahia zaidi. Hiyo ni miaka 100. Sasa pokea neema ya kuishi miaka 100. Lakini jamani, tutamaliza safari. Ni bora tuwe kama Mtume Paulo ambaye alikuwa positive na ile hali yake ya kwamba mwendo ameumaliza, imani ameilinda, vita vizuri amevipiga. Tunamaliza kongamano. Sijui tutaonana tena katika hali hii ya mwili au tutaonana mbinguni, lakini ni shauku ya moyo wangu kwamba tuonane mbinguni. Asiwepo mtu ambaye baada ya semina nzuri namna hii, baada ya kufundishwa uwakili, yatokee yale Mtume Paulo alikataa kabisa. Unataka kujua alikataa nini? Imeandikwa Mtume Paulo alikataa kabisa, na ninatamani na sisi tuungane naye tukatae. Wakorinto wa kwanza 9. Wakorinto wa kwanza 9 na mstari wa 26 27 anasema hivi: hata mimi napiga mbio hivyo hivyo, si kama asitaye, napigana ngumi hivyo hivyo, si kama apigaye hewa, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Huu ni ufahamu. Hii ni neema. Bwana aiachilie hii neema kwetu, watumishi wa kizazi hiki. Asiwepo hata mmoja wetu ambaye atapambana hivi kuwa wakili mwaminifu wa rasilimali alizopewa kanisani, akihubiri, akiwekeza katika watu, halafu yeye mwenyewe awe wa kukataliwa.
Kuna mambo manne nitayataja kwa haraka, tuyazingatie wakati tunatamani kuwa mawakili waaminifu wa maisha yetu wenyewe na tumalize vizuri. Jambo la kwanza, uwe na uamuzi wa dhati kuhusu mwisho unaokusudia. Uwe na azma, nitumie neno hilo. Uwe na azma ya dhati kuhusu mwisho unaokusudia. Jambo la kwanza, nazungumzia kuazimia moyoni, kuwa na kusudio la wazi, kujiambia kusudio lako na kuliishi kusudio lako. Muda usingetosha kusoma kila andiko, lakini tunaposoma habari za Danieli kwamba Danieli aliazimu moyoni mwake kwamba hatajitia unajisi. Ukisoma ile Danieli 1:8 utaona hiki kitendo cha kuazimu. Mchungaji, kuna uwezekano wa watu kupiga vita, kufanya huduma, kutumika sana, alafu kumaliza vibaya. Kwa hiyo lazima uazimie kwamba Mungu anisaidie, mpango nilionao ni kumaliza vizuri. Weka hiyo azma. Unajua kuweka azma ni kama kuweka lengo. Kuweka azma ni kama kuweka kusudio. Unajua lengo linakuongoza katika namna unavyoenenda ile azma ulionayo, na ni kitu cha moyoni. Unajua huwa anashangaa sana. Sijui huku Mwanza, lakini sehemu nyingine unashangaa mchungaji anaanguka kwenye dhambi mbaya ya uzinzi, halafu habari zinaenea, yani harufu mbaya kwa kanisa, halafu anakuwepo mchungaji mwingine anashirikiana na wengine katika kufanya hivi. Unaelewa kufanya hivi? Yani harufu mbaya, harufu mbaya. Unashangaa mwaka na nusu na yeye naye, inakuwaje? Huyu mtu wote tulikuwa tunafanya namna hii, harufu mbaya. Yule mtumishi ameleta aibu kwa kanisa la Kristo, amechafua mazingira ya injili kwenye mji wetu, harufu mbaya. Inakuwaje? Huyo mtu huyo anapiga hivi, afu na yeye tu harufu tena mbaya. Weka azima, azimia. Mara nyingi nikiongea na mume wangu wakati tunaugua, labda tumesikia habari ya mtumishi ambaye ameleta harufu mbaya kwenye kanisa, yani amefanya tofauti, ameishi maisha tofauti na mahubiri yake, imeleta aibu. Tukiongea na mume wangu anasema, unajua mke wangu, hakuna mtumishi ambaye anapenda jambo hili litokee kwenye maisha yake. Anasema, niombee mke wangu, niombee. Hata mimi sipendi hichi kitu. Natamani wakati mwingine hata uongee na mke wako. Sawa Na hapo nazungumzia tu hili anguko la, wanasema kuna maeneo matatu yanawajaribu sana watumishi, watu wakuu. Wanasema kiburi, fedha, alafu na uzinzi. Ladies, wanawake. Sasa hayo maeneo, na wengine ile kiburi wanasema ni kupenda power, si ndio Wakati mwingine ongea hata na mke wako. Kama we ni mchungaji mwanaume, mwambie mama, kama mume wangu anavyosema, hakuna mtumishi ambaye anapenda mke wangu, niombee. Unajua hiyo maana yake umeweka azma. Yani umekusudia kutoboa. Hebu kusudia kutoboa. Hebu kusudia kumaliza vizuri. Weka azma, weka malengo, weka makusudio. Kwa haraka nimekumbuka Yesu alivyowaita wanafunzi wake katika Marko 3:14 utasoma, akasema ili wapate kukaa pamoja naye, halafu apate kuwatuma waende kuhubiri. Yaelewe haya mambo mawili, sawa Kwanza, kuwa na Yesu. Yani weka azma ya kumaliza vizuri katika mahusiano yako wewe na nani? Na Bwana Yesu. Kumpenda Bwana.
Unajua hili la pili la kumtumikia au kufanya aliyotuagiza tumeambiwa sana, si ndio Wacha mimi niweke nguvu kwenye hili la kumpenda Bwana, kuwa na hali sahihi ya moyo mbele zake, kuwa na mahusiano ambayo yanamfurahisha Bwana Yesu. Watumishi mara nyingi tunachukuliwa sana na kazi. Na kuna mwalimu hapa alisema about the work of God, alafu akasema about the God of the work. Kwa hiyo wachungaji wengi tunajali the work of God, tunasahau mahusiano yetu na the God of the work. Sasa hakikisha unamaliza vizuri mahusiano yako na huyo Mungu mwenye hiyo kazi aliyokupa. Yesu alitaka kwanza wawe naye uhusiano. Ile wewe umefanyika kuwa mtu wa aina gani, kama mtumishi, kama mchungaji, moyo wako ni moyo wa namna gani, karakta yako ni karakta ya namna gani, namna gani maisha yako yanaonyesha wewe ni mtu wa Kristo. Yani mwingine akasema kaa ndani yake na yeye akae ndani yako. Yani sijui na kazi yake kiasi gani. Jambo hilo linanigusa moyoni mwangu sana kuhusu watumishi, na mimi nikiwemo. Unajua kwenye Wagalatia 5 mstari wa 19 yanatajwa mambo ya mwilini pale, si ndio Inatajwa ulevi pale. Sio rahisi kumkuta mchungaji mlevi. Wapo, lakini very few. Wachungaji wachache wanajaribiwa kuwa walevi. Inatajwa pale ibada ya sanamu. Kuna ibada ya sanamu ambayo sio sanamu ya kuchonga, unajilinda. Unatajwa pale uchawi. Hivi kuna watu wachungaji kabisa wanaweza kuwa wachawi? Yani inatajwa usuda pale, si ndio? Hivi mchungaji kabisa anaweza kuwa na usuda? Unatajwa wivu pale. Wachungaji, wivu? Tunajaribiwa sana. Kanisa la yule kubwa, kanisa langu mbona sio kubwa kama lile? Huduma ile na watu wengi, huduma yangu mbona haina watu wengi kuliko ile? Labda ni wivu. Mungu atusaidie sana. Na pale Wagalatia 5:19-20 neno linasema watu wanaofanya mambo ya namna hiyo hawata urithi ufalme wa Mungu. Maana yake wachungaji, kama tunakubali kuna wachungaji wengine wana wivu, kuna wachungaji wengine wana chuki, labda huku Mwanza hawapo. Kuna wachungaji wengine wana ugomvi, kuna wachungaji wengine faraka. Hivi kuna faraka katikati ya wachungaji? Zipo sana. Wachungaji wengine fitina. Hivi kuna fitina katikati ya wachungaji? Zipo sana. Lakini wanahubiri Yesu, wanafundisha washirika, wanawaonya washirika wao, wako busy na kazi ya Mungu. Wakitoka hapo wanaenda kunywa kahawa, wanapiga fitina. Wakitoka hapo wanakutana, wanapiga uadui. Wakitoka hapo wanazungumza chuki, wivu. Alafu hujui parapanda italia lini. Unamalizaje? Zingatia kumaliza vizuri. Mungu atusaidie. Weka azma. Mimi nikupe mfano wa maisha yangu binafsi. Na mimi ni mtu, yani mambo yanayomtaka mtu kuwa na wivu, sio kwamba eti mimi nikitembea ndo hayanikabili. Nakutana nayo live, unasema hii situation ingenoga niwe na wivu. Huwa zipo. Lakini unakutana na mazingira mengine, yani unajisikia kabisa haya mazingira ni mazuri sana kwa uadui. Yani huyu jamaa adui yangu kabisa huyu. Inabidi nijiweke mbali naye. Lakini nikifikiri singetaka kumaliza vibaya, namwambia Yesu, ninaomba kwenye kitanda changu cha mauti. Unajua there is a dying bed. Kama Yesu hata tukuta tukiwa hai, there is a dying bed. Nilikuwa nasikia tu, lakini siku za karibuni nimemugusa baba yangu mpaka anakufa. Yani it's hard to believe. Yani baba yako kabisa alikuwa strong, ana nguvu, mbabe. Alafu unakutana naye kwenye kitanda cha kufa kwake. Alafu kweli anaondoka. Hiyo inasema hii habari ya kuondoka ni halisi. Namwambia Yesu, katika kitanda cha kufa kwangu, naomba niwe na kupenda kuliko ninavyokupenda leo. Naomba niwe na uhusiano wenye nguvu na wewe kuliko nilionao leo hapa Mwanza ninavyoongea. Unajua hiyo ni azma, ni kusudio, na nalipambania nikikutana na majaribu yanayonitaka niwe mnafiki. Yani
yani unakuwa mtu huna furaha naye moyoni. Umpendi sana huku ndani, lakini ukikutana naye inabidi ufanye nini? Utabasamu. Alafu useme Bwana asifiwe. Unajua wewe ni unafiki. Yani mimi nimewahi kwenda kwa Yesu. Namwambia Yesu, ile kitu pale haina jina lingine. Ni unafiki. Moyo wangu hauna furaha na yule mtu kwa sababu ya kitu fulani. Lakini nimekutana naye pale na si wote ni wapendwa, imebidi nifanye nini? Nitabasamu. Nimwambie Bwana asifiwe. Yesu, hiki kitu sipendi. Wewe ulisema jilindeni na chachu ya Mafarisayo na ulikuwa unaongelea unafiki. Naanza kusema nakemea unafiki ndani yangu. Na ukataa kwa jina la Yesu. Uje niokoa niwe mnafiki. Nataka kumpenda yule mtu pamoja na makosa yake. Nataka kumpenda yule mtu pamoja na madhaifu yake. Nataka kumpenda yule mtu pamoja na yale aliyonikosea. Maana nikiendelea na huu unafiki sijui parapanda inalia lini. Kama yeye ananichukia Bwana, hujanipa neema ya kuishi maisha yake. Lakini kama mimi namchukia na wajibika. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Lakini nilisema nakutajia vitu vinne. Kitu cha pili, zaidi ya azma, kitu cha pili, jifanyie tathmini mara kwa mara kuhusu hali ambayo umeiazimia sasa. Ukiangalia Wakorintho wa kwanza 10:12 inasema, anayejidhania amesimama na angalie asianguke. Wakorintho wa kwanza 10:12. Anayejidhania amesimama na angalie. Hii kuangalia mimi nawaza ni kufanya tathmini. Si ndio? Kujichunguza kwa kina. Kwamba hivi mimi nina azma kwamba parapanda ikilia hali ya moyo wangu iwe yani mbinguni chua. Hivi ninavyotamani ndivyo nilivyo. Hali ya moyo wangu haijaharibika. Katika haya mapito ya utumishi, katika hao watu naokutana nao, katika haya mahusiano ya kitumishi, sijajeruhiwa, sijaanza kudevelop hali za moyo ambazo zitanifanya nibane mlangoni. Unajifanyia tathmini mwenyewe mara kwa mara. Hivi mara kwa mara ni mara ngapi kwa mwaka? Utajaza wewe mwenyewe. Jifanyie tathmini. Lakini hapa nimesema nyenyekea na mruhusu Bwana akuchunguze. Kama tunavyouona mfano katika Zaburi ya 139. Zaburi 139. Inasemaje hii Zaburi? Tutaisoma. Zaburi 139 na mstari, Zaburi 139, tusome mistari miwili pale, 23 na 24. Mtunga Zaburi anasema, e Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Huyu ni mtunga Zaburi. Ana hekima ambayo naitamani kwamba na mimi niwe kama mtunga Zaburi. Kuna nyakati katika maisha yangu nimwambie Bwana, nimejaribu kujitathmini na jihesabia haki mwenyewe kwamba niko sawa. Je, vipi wewe ukinitathmini? Niko sawa kulingana na mizani yako? Mtunga Zaburi aligundua moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kuujua? Na ukisoma mahali pengine, mwanangu nipe moyo wako. Mungu anataka umpe moyo wako auchunguze, au geuze huku, au geuze huku, kwa sababu yeye anajua nia ya moyo ilivyo. Mungu atusaidie wachungaji. Tusiwasaidie wengine kwenda mbinguni alafu sisi wenyewe tukawa hatuendi. Mwambie Bwana nichunguze. Unajua inachukua unyenyekevu. Ni rahisi kuhubiri unyenyekevu kuliko kuuishi. Ukitoka hapa chagua kuuishi. Mwambie Mungu, wenda ninavyohusiana na watu unaona maajabu ajabu. Hebu nichunguze, nisaidie. Ili nisije nikawa napiga kazi alafu kumbe mimi ndio wale Yesu atasema, japokuwa uliniita Bwana Bwana, lakini hatakuwa na mahusiano. Bwana ndio. Amina. Jambo la tatu
tengeneza mazingira ya kukua kiroho na kihuduma. Yaani wakati unaendelea kumtumikia Mungu, kumbuka na wewe ni mtu anayehitaji huduma ya kiroho. Soma neno kwa maombi, soma vitabu vizuri vya kiimani, sikiliza wahubiri wazuri, endelea kuhudhuria semina nzuri kama hizi. Naamini zinatokea, na nikupongeze, ni unyenyekevu mkubwa kwa mtumishi wa Mungu kwenda kukaa kuwasikiliza watumishi wengine. Endelea na tabia hizi zenye kubeba nidhamu za kiroho, zitakusaidia kwamba kiroho chako kiwe kinakuwa, wewe mwenyewe uwe muamini anayekuwa wakati unapoendelea kuwahudumia wengine. Mwandishi mmoja alisema, if you stop growing today, you stop being a leader tomorrow. Yaani kama wewe mwenyewe ukui kiroho, kuna uwezekano hata huduma yako ikaharibika kabisa. Na hapa tumehubiriwa sana na mchungaji Justin, alitumia andiko la Yohana 15 mstari wa 1 mpaka wa 8, ambalo na mimi nilikuwa nimeliandaa kwenye notes zangu, kwamba tafuta maana ambayo ni practical. Yesu alimaanisha nini aliposema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu? Alimaanisha nini practically? Na alimaanisha nini kwamba tawi linalozaa hulisafisha? Ile pruning iko vipi practical katika maisha yako ili ujikute unamaliza vizuri? Na pointi ya 4, imarisha support system yako. Nimeandika hivyo, imarisha support system yako. Ukweli ni kwamba hatutoshi sisi wenyewe, yaani wewe mwenyewe tu utoshi. Tunahitajiana, tunawahitaji watu wengine. Mistari mingi sana inaongea kuhusu ukweli huu. Chuma unoa chuma. Yaani wewe tu hata kama una azma, wewe tu hata kama unapambana, lakini Mungu amekupa watu wengine ili wakusaidie. Na hiyo imesemwa hapa. Katika notes zangu nimesema, 1, Roho Mtakatifu. Yesu alisema kabisa, nawapa msaidizi, Roho Mtakatifu, si ndio? Sasa kuna wachungaji wa Kipentekoste wanawahubiria washirika wao wajae Roho, watembee kwa Roho, lakini wao wamepoa, wamemzimisha Roho. Hawako tena katika ile hali ya kujaa Roho, hawaneni tena kwa lugha. Wakati Mtume Paulo alisema anenaye kwa lugha ujijenga mwenyewe. Kwa hiyo japokuwa Roho ametolewa kutusaidia, lakini Wapentekoste wengine wanapoa katika eneo hili la kuhakikisha Roho Mtakatifu ni msaidizi katika maisha yao. Yohana 14 mstari wa 16 mpaka wa 18 inaongea kazi za Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Yohana 16 mstari wa 13 inaongea kuhusu kazi za Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Wagalatia 5:16 inaongea ukweli kwamba ni pale tutakapoenenda kwa Roho ndipo tutashinda katika majaribu ya kutimiza mambo ya mwili. Mungu atusaidie sana. Lakini wasaidizi kwa wachungaji, wote tuna wenza wetu. Unajua kuna watu wanatafiti maneno yaliyotumika pale Yesu alivyosema nitawapa msaidizi, na pale Mungu kwenye Mwanzo 2:18 aliposema si vema huyu mtu awe peke yake, lakini nitamfanyia msaidizi. Wanasema lile neno lilotumika kwa msaidizi Roho Mtakatifu ndilo lilotumika kwa msaidizi mwenzi wa maisha. Kwa hiyo hebu ishi sawasawa na mpango wa Mungu. Kuna watu wameokoka, mila zao zinawaambia mwanaume hatakiwi kuwa karibu sana na nani? Na mwanamke. Acha mambo ya wanawake haya. Kwa hiyo anaishi lakini mke wake yuko mbali naye hata kwenye huduma. Kwa kweli sio yule msaidizi Mungu aliyekusudia. Na kutia moyo katika mchakato wetu na shauku ya kumaliza vizuri, hakikisha mpango wa Mungu wa wewe kusaidiwa na mwenzi wako unatimia. Huwa nikiwafundisha mabinti habari ya kutafuta mme, nawaambia sisi tuliumbwa tuwe wasaidizi. Unapotafuta mme, kumbuka hilo jukumu lako na ujiulize naenda kumsaidia mambo gani. Na huwa nawaambia jambo la kwanza ni kumsaidia huyo mwanaume awe yule mtu Mungu aliyemkusudia na afanye yale mambo ambayo Mungu ameyakusudia. Kwa hiyo mimi kama msaidizi wa Dr. Joel, usaidizi wangu ni kumsaidia Dr. Joel awe yule mtu ambaye Mungu amemkusudia na aweze kufanya yale mambo ambayo
Mungu ameyakusudia. Sasa msaidie mke wako, muwezeshe mke wako awe msaidizi yule ambaye Mungu alimkusudia. Usiwe peke yako kwenye huduma, ni hatari. Tunahitajiana. Unamhitaji sana mke wako. Kwanza wanawake wana sense fulani inaitwaga intuition. Na sisi tuliookoka tunasema sio issue ya intuition. Roho pia anaongea na wanawake. Unaweza ukawa busy sana usikii sauti, alafu yeye hayuko busy kama wewe, anaisikia sauti. Alafu akakwambia nasikia kama kwenye eneo fulani unahitaji kuwa makini zaidi. Wanasema hamna hiyo. Hamna kitu kama hicho. Mawazo yako tu. Yaani uko mwilini. Una uhusiano wa karibu kiasi gani na mwenzi wako wa ndoa? Hata sisi wanawake ambao tumejikuta kwenye huduma, na kama kwenye maisha yako uko na mume, mlete karibu. Heri kuwa wawili kuliko mmoja. Amina. Fanya naye huduma. Ni somo linajitosheleza. Lakini accountability partner, pata mtu ambaye utakuwa wazi kwake. Ni muhimu sana. Walimu wengi wanaofundisha afya ya mchungaji wanafundisha umuhimu wa kuwa na mtu ambaye anawajibika kwenye maisha yako, na wewe unawajibika kama kutoa taarifa zako kwake. Yaani mtu ambaye unamwamini na unakuwa wazi mbele zake. Umeona hapa Pastor Zack anamtaja Pastor Barry. Tunakumbuka hadithi ya Paulo ninapomaliza. Bwana alivyokuwa anamuita kwenye huduma, alimuinulia Barnaba. Si ndio Na Barnaba akakaa naye Antiokia wakifanya huduma. Alikuwa anammenta. Lakini kwenye huduma ya Paulo pia alimpata Timotheo. Si ndio Na yeye akawa anafanya nini? Anammenta. Sasa afya ya mchungaji katika maisha binafsi ya mahusiano yako na Mungu, na vile unavyoishi kama kwanza mwanafunzi wa Yesu, na kwamba uko salama, parapanda ikilia asubuhi, mchana, jioni, ikilia Jumatatu, Jumanne, yani uko tayari kwenda mbinguni. Uwe na akina Barnaba. Ni wakina nani? Ni kina Barnaba kwenye maisha yako, kwa sababu hao wanakusaidia. Lakini uwe na kina Timotheo, watu ambao wewe unawasaidia kiroho, wanatusaidia sana. Kwa sababu Mtume Paulo analazimika kusema mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa hiyo nakufanya uwe makini kwamba kuna mtu ananisikiliza nikikaa mezani kula naongea maneno gani. Kuna mtu ananisikiliza nikiwa naelekea kanisani, natembea tunaenda kanisani, naongea maneno gani. Huyu mtu anajifunza anakunywa roho gani kutoka kwangu. Kwa hiyo yeye nakufanya ujichunguze na uwe makini wakati wote. Hii semina ni nzuri sana. Kuna mambo binafsi nimeyapata na nimejihimiza nafsi yangu na kutia moyo tunapomaliza. Hakikisha utamaliza vizuri. Hata kama una miaka 20 na sisi tulikuwa na hiyo miaka, hakikisha utamaliza vizuri. Na watumishi hapa wametuambia ukiwa mwaminifu unainuliwa. Ukiwa mwaminifu huduma yako inakuwa na maongezeko. Kwa hiyo hebu tembea hiyo mpaka Yesu anarudi, au kama tutalala mauti. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, umetupa conference hii ili kutukumbusha, kutufundisha, kutuelekeza jinsi tutakavyokuwa mawakili waaminifu. Kwa sababu wewe umetoa zaidi ya vinavyotosha ili sisi tukutumikie na tuwe na matunda. Unajua huduma ya kila mtumishi ambaye yuko hapa Bwana. Ni maombi yetu kwamba huduma yake haitabaki kama ilivyokuwa. Ni maombi yetu kukawe na maongezeko katika huduma yake. Bwana, maeneo yote ya huduma akaone kurasa mpya wewe ukiziachilia. Lakini Bwana, yeye ni wa thamani sana kwako. Maisha yake kama mtu binafsi ni ya thamani sana kwako. Mahusiano yake na wewe
yana umuhimu mkubwa, sio tu kwa ajili ya kazi yako, lakini pia kwa ajili ya urithi wa uzima wa milele. Msaidie mchungaji huyu anapojipanga kuwahudumia watumishi washirika wake, anapojipanga kuwakuza wazee wake wa kanisa, anapojipanga kuinua timu za kufanya nazo kazi. Asisahau kuwa salama katika mahusiano yake na wewe, ili akamalize vizuri, akawe na ushuhuda ule ule aliokuwa nao Mtume Paulo, wa kumaliza mwendo, wa kuilinda imani, wa kuvipiga vita vizuri na kutarajia taji. Tupe ushuhuda huu Bwana tutakapokuwa tunamaliza. Kwa jina lako Yesu, amen. Amen.